na kama wanavyotuambia maulama, at-tajwi' yuaddi ila tarkia. Siku zote ukiwekwa njaa utarukuu, utamuinamia tu yule ambaye kwamba anakuweka njaa. Na ndo maana maulama waliotangulia walikuwa wakituambia, man lam yakul min fa'sihi lam yantiq min ra'sihi, yoyote yule ambaye kwamba chakula chake hakitatokamana na shoka lake. Ikiwa riziki yako haitokamani na jembe lako, riziki yako haitokamani na mkono wako na jasho lako, hujilishi wewe mwenyewe, wasubiri unyoshewe mkono ulishwe, asema lam yantiq min ra'sihi, mtu kama huyu hawezi kuzungumza kutoka kwa kichwa chake, kwa maana atazungumziwa, atapangiwa, atapelekeshwa, madamu anailipa bills ni mwingine. Silaha hii haikuanza kutumika juzi na jana, imetumika miaka mingi huko nyuma. 1845 pande za Ireland waliwekwa watu njaa na serikali ya Uingereza, wakanyimwa chakula, wakafariki watu 1,000,000 kwa kupitia njaa. Wakati wa vita vya ulimwengu vya pili, Second World War, wale wanaojulikana kama Nazis waliweka watu wa Leningrad njaa kwa muda wa siku zaidi ya 700, zaidi ya miaka miwili. Wamewazunguka, wamefunga watu na njaa, wakafa watu kwa njaa 1,100,000. Leo ukisikia watu Sudani maelfu wamekufa kwa njaa, ama Gaza maelfu wamekufa kwa njaa, hizi ni idadi ndogo sana, zimepatikana kubwa zaidi katika siku za nyuma. Sasa hapa unakuja kujiuliza maswali mingi. Kwa nini watu wawe watakufa na njaa? Je, kuna uhaba wa chakula katika huu ulimwengu? Manake kile tunachokisoma katika Al-Qur'an Al-Karim, Mwenyezi Mungu anatuambia waqaddara fiha aqwataha, Mwenyezi Mungu amekadiria, akaweka kwa kipimo katika hii ardhi chakula. Sasa ikiwa Mola ametuambia chakula kitakachotoka katika ardhi